Bismillahirrahmanirrahim. Nasaha yetu ya leo, ndugu zangu Waislamu, saum jambo kubwa sana, na saum ni ibada kubwa sana, na katika ibada zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini saum Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema as-saumu li wa ana ajzi bihi, saumu ni yangu mimi na mimi ndio na wa ana ajzi, na mimi ndio nitailipa hii saumu. Jambo la saumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelichukua yeye mwenyewe, hakumpa fursa mtu yoyote, kwa sababu thawabu za mtu ambaye kwamba amefunga hakuna anayejua zaidi ya Mungu peke yake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tukiwa katika saumu, nataka tujue kwamba tuko katika jambo kubwa sana, na jambo kubwa kama hili yataka tujihadhari sana, kwa sababu anayetawala saumu ni mkubwa. Kwa hivyo yataka tuiangalie na tuichunguze kwa undani zaidi, ili tusipate kukosea katika yale madogo madogo kama matusi, kwa sababu tuambiwa anapofunga mmoja wenu asizungumze mabaya, asifanye mabaya, na lau atatokea mmoja kuja kutaka kumharibia ile funga yake kwa maneno machafu au kutaka kupigana na yeye, basi amwambie bwana, faliyaqul inni saim, asema mimi nimefunga. Ndugu zangu ni Waislamu, saumu ni jambo kubwa na ni ibada kubwa. Kwa hivyo katika ibada kama hii ambayo kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio amelitawala jambo kama hili peke yake, na yeye ndio anayejua malipo peke yake, kwa sababu angalia katika ibada zingine zote tukifanya tuambiwa ukifanya hivi utalipwa hivi, ukifanya hivi, lakini isipokuwa saumu. Moja katika ambapo kwamba ni ibada mtu ambapo kwamba hajui thawabu zake ni saumu. Saumu basi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo kama hili nataka tulichukueni kwa uzito sana. Na lingine ndugu zangu Waislamu, kuna jambo ambalo kwamba mtu anapofunga, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hilo akasema kuna ile harufu ambayo kwamba inatoka mdomoni wa mmoja wetu, ile harufu mbaya. Okay, ni jambo la aibu, na kila mmoja hapendi kunuka harufu mbaya, lakini hii harufu ambayo kwamba sisi tunaiona kwamba ni mbaya inatoka na kila mmoja anaogopa mwenzake isimsikie, hii inakuwa ni nzuri kuliko yale mafuta ghali ambayo kwamba ni miski duniani. Inapendeza zaidi kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko harufu ya miski. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, nasaha yetu ya leo ni kukumbushana ya kwamba tukiwa katika ibada ya funga, ibada ya saumu, tujue tuna ibada kubwa sana. Kwa hivyo katika ibada hii yataka tujiangalie sana katika sisi kuharibu hizi funga zetu kwa maneno machafu, kwa maneno mabaya na vitendo viovu. Walihadha, wassalamu alaikum wal afwa.